Na nikukaribisha katika mshike, mimi ni Akida Kilango na kusihi uwe nami hadi tamati. Miongoni mwa yale tulionao siku huu, wakati huu tetesi za usajili zikiendelea kumhusisha kiungo mshambuliaji Faisal Salum Abdallah maarufu Fei Toto kuhitajika na timu kubwa za Simba, Yanga na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini. Uongozi wa klabu yake ya Azam FC umewataka watu na klabu zinazohusishwa kuheshimu mkataba wa mchezaji huyo ambaye bado haujamalizika viunga vya Chamazi. Imekuwa wachezaji wetu wanaongelewa kwenda timu zingine kama wachezaji ambao hawana timu, sio sawa sawa. Wachezaji wa timu kuhusishwa na timu zingine kawaida kwenye mpira, lakini sasa sio anahusishwa wachezaji wa timu moja tu. Mara nyingi zaidi kila siku na timu zingine, kila siku na timu huyu. Wakiamka asubuhi watu wanabadilisha story, mchezaji yule anaibadilisha upande wa pili tu. Leo ametajwa kiongozi fulani wa timu hii, kesho kutoka katajwa mwingine kwamba kaonana na mchezaji fulani. Sasa hiyo inakuwa sio sawa sawa, na tunahisi kwamba wanatuvurugia wachezaji wetu. Wachezaji wanakosa amani, wanakosa utulivu, wanahangaika, yani kwa maana kwamba na wao hawana sehemu ya kusemea, kwa sababu mtu anayetengeneza tetesi na anakuwa anahojiwa na vyombo vya habari, anapata muda wa kuongea, lakini mchezaji hapati muda kila wakati wa kutoa ufafanuzi wa mambo ambayo sio ukweli. Sasa matokeo yake mtu akiwa anajua ukweli ulivyo, alafu anaona uongo mwingi unazungumzwa na yeye hapati nafasi ya kusema ukweli, inamtesa ndani. Na hivyo mtesa wakati mwingine inamharibia akili. Kwa hiyo tunaomba sana watu ambao wanataka kufanya tetesi, tunajua kwamba wengine wanaishi kwenye hizo tetesi, kwamba hizo tetesi ni sehemu ya maisha yao, sehemu ya kupatia riziki, lakini basi fanyeni mzunguko, sio mnakuwa na mchezaji mmoja tu kila siku, huyo tu, au wachezaji wa timu moja tu. Semeni wachezaji wa timu zingine ili mpate riziki yenu vizuri. Wakati huo Thabit Zakaria amesema kwa sasa wachezaji wa Azam FC wapo mapumziko kabla ya kurejea mazoezini kujiandaa na mechi mbili za mwisho za ligi kuu ya NBC. Tuko kwenye mapumziko kwa maana ya timu kubwa. Tutarudi mazoezini tarehe 9 kujiandaa na michezo inayofuata na kumalizia sehemu ya ligi iliyobaki. Tangu tumecheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi tuliendelea na mazoezi kwa kiasi fulani, alafu baadaye tukawapa wachezaji mapumziko ambayo yanaendelea mpaka sasa. Na kama unavyojua tuko kwenye honeymoon sasa hivi, baada ya kuchukua ubingwa ligi ya vijana tunaendelea kusherehekea. Kwa hiyo imeangukia na kipindi ambacho timu kubwa iko likizo, kwa hiyo sherehe zinaendelea, na wakati tukiendelea kusherehekea tunapumzisha miili na akili kwa ajili ya sehemu ya ligi iliyobaki. Naam, huyo ni Zaka Zakazi, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano klabu ya Azam FC. Umetoka kumsikia hapa akizungumzia sakata la Faisal Salum maarufu Fei Toto. Tukitazama mengine katika mshike, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB ipo kwenye maandalizi kabambe ya kumaliza mizunguko miwili ya mwisho ya ligi kuu ya NBC, ambapo mzunguko wa 29 utachezwa Juni 18 na mzunguko wa 30 utachezwa Juni 22 mwaka huu. Ofisa habari wa bodi hiyo Karim Boimanda amesema mbali na maandalizi hayo, wapo pia kwenye maandalizi ya mchezo wa kiporo wa watani wa jadi Yanga na Simba ambao umepangwa kuchezwa Juni 15 uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunaendelea na maandalizi. So far tuko vizuri, tunaendelea vizuri na maandalizi ya michezo hiyo ya mizunguko miwili kwa maana ya 29 na 30, lakini pia mchezo namba 184 Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club ambao wenyewe umepangwa kufanyika Juni 15. Yote tunaendelea na maandalizi kwa sababu ndio michezo ya mwisho, ina pressure kubwa na watu wengi wanaitegemea hiyo michezo kutimiza malengo yao ya msimu. Tunaitegemea hiyo michezo kumjua bingwa, tunategemea hiyo michezo kujua na timu gani zitacheza playoff na kadhalika. Kwa hiyo ni michezo mikubwa, michezo yenye mvuto wa kipekee, na sisi tumeweka nguvu kubwa kwenye maandalizi, na kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Labda sijui niseme kwa namna ambavyo ligi imechezwa mpaka kufikia sasa, na hiyo challenge ambayo tunaiona mbele ya kutofahamika kwa vitu vingi, inaituonesha tulikuwa na msimu bora, na kama michezo hii itafanyika kwa ubora, basi tutakuwa na ujasiri wa kusema sasa tumekuwa na msimu bora kuliko msimu uliopita. Katika hatua nyingine, Boimanda amefafanua viwanja vitakavyotumika katika michezo ya Ken Gold dhidi ya Simba na ule wa Yanga dhidi ya Dodoma Jiji FC katika siku ya mwisho kufunga ligi kuu ya NBC msimu huu.
Uko wa 29 ambao umepangwa kufanyika Juni 18. Michezo yote itafanyika katika siku hiyo Juni 18 na muda mmoja pia, kwa maana ya muda wa kuanza kwa mchezo. Same tu mzunguko wa 30, msingi wake ni kuendelea kupambana kupata ushindani wa haki kwa timu zote. Challenge ya viwanja imekuwa ikitusumbua muda mrefu kuhusiana na hilo jambo, na ni kweli klabu ya KenGold haitoweza kucheza mchezo wake nyumbani Mbeya, kwa sababu tayari uwanja huo utakuwa unatumika kwa mchezo mwingine wa ligi, na wametuandikia barua ya kuomba kutumia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora, na wameshajibiwa kwa maana ya kuwa approved. Simba pia ambao wanakwenda kucheza nao mchezo huo wa mzunguko wa 29 wameelezwa kuhusu hilo jambo, na maandalizi ya huo mchezo sasa yanafanyika kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora. Kwa hiyo ni kwa upande wa KenGold, lakini kwa upande wa Young African Sports Club ambao wanashare uwanja na Simba Sports Club kwa maana ya KMC Complex, mzunguko wa 30, kwenye ratiba hapa ilielezwa kwamba mchezo huo utatajwa wapi utachezwa, na kwamba kuna taratibu zinaendelea za mchezo huo kuchezwa kwenye uwanja mmojawapo hapa Tanzania, na kwa sababu kuna taratibu hazijakamilika siwezi kuutaja, lakini naamini mpaka kukatamatika kwa siku ya leo tutakuwa tayari tumeshapata confirmation ya wapi Young African Sports Club watacheza mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji. Namni Karim Boimanda huyo umetoka kumsikia hapo akitoa ufafanuzi kuhusiana na michezo hiyo ya mwisho kwa upande wa Yanga lakini Simba Sports Club. Na kwa muda huu naungana na mchambuzi wetu wa masuala ya kabumbu Andrew Kinga Mkono ili kuweza kutazama kile ambacho tumeweza kukijadili hapa katika mshike. Karibu sana Kinga Mkono. Asante sana. Naam, taarifa ya Thabit Zakaria kuhusiana na Azam FC kuzungumzia kuhusiana na sakata la Feitoto, basi na shaka umeisikia kwa uzuri kabisa. Unahisi ni kwa nini Feitoto? Feitoto ni mchezaji mkubwa kwa Tanzania kwa sasa hivi. Ukitaja wachezaji watano lazima jina lake utalitaja kutokana na mchango wake kwenye uwanja. Msimu ulipita alikuwa mchezaji bora sana, alionyesha kiwango kizuri sana, akafunga goli 20 na msimu huu amefunga goli 4, lakini bado ni mchezaji mzuri ambaye kila mtu anatamani kuwa naye kwenye kikosi chake. Kwa hiyo hao wote wanaotajwa wanaona thamani ya Feitoto kwenye timu zao kwa sababu ana nafasi kwenye hizo timu. Yaani ukipanga hizo timu bado unaona kuna sehemu anaweza kaingia na akaleta mchango mkubwa kwenye timu. Ndio maana Feitoto anashika kila kona, anatajwa yeye kwa sababu ndio mchezaji anayevutia kwa sasa hivi. Kwa Azam FC namna walivyo, naweza nikasema wamekuwa waungwana sana pale watu wanapokuwa wanahitaji wachezaji wao au inapotokea mchezaji wao mmoja wapo akahitaji kuondoka, wamekuwa wakiruhusu milango yao kugongwa na kuelezwa juu ya hilo. Lakini kwa hili la Fei, unahisi ni kwa nini inaendelea kuwa ni tetesi kwamba fulani anamhitaji lakini Azam FC hawajapata taarifa rasmi hadi hivi sasa? Kwa sababu mchezaji ana mkataba kama Zakaria alivyosema, kama mchezaji yuko kwenye mkataba. Kwa hiyo mchezaji yuko kwenye mkataba, hamwezi kuruhusu tu kwa sababu mnataka kumhusika na mtaka aje hadharani. Na ukiangalia Azam pamoja na kukimia wao wenyewe wanajua jinsi walivyomchukua Feitoto kutoka Yanga, ile vurugu iliyokuwepo wakati ule. Kwa hiyo na wao hawataki yale mazingira yajirudie, ndio maana wamejaribu kukaa kimya, wakijaribu kuwaomba wahusika wanaohitaji waonekane, sio zio tetesi. Na kuhusu tetesi huwezi kuzuia, mchezaji yote mkubwa anaanza kuhamishwa kuanzia msimu unaanza mpaka mwisho wa msimu. Hiyo ni jambo la kawaida kabisa kwenye mpira, kwa sababu watu wanaamini, wanaangalia hizo timu wanazotaja. Sasa hivi wametaja Kaizer Chiefs ya Nabi alimkuza sana Feitoto wakati akiwa na Yanga, na hivi majuzi alionekana kwenye Dar es Salaam. Kwa hiyo watu wanampeleka tena Feitoto Kaizer Chiefs, nako ni jambo kubwa. Cha msingi Azam wao kama viongozi wanapaswa kukaa, wajue msimamo wa mchezaji. Wakati mwingine wajua nyinyi viongozi mnaweza kusema sisi hatumuuzi, lakini mchezaji kumbe mwenyewe ana hamu ya kwenda kutafuta challenge mpya. Unaona, kwa hiyo ni bora kukaa chini, kutengeneza mazingira ambayo hata kama ikifikia sehemu wanaona basi lazima aondoke, wao wajiandaa kumleta mtu mwingine na vile vile wapate hela, siondoke tu bila kupata hela, kwa sababu walitumia hela nyingi kumchukua kutoka Yanga.
kwa namna maslahi yake yalivyokuwa yakizungumzwa ndani ya Azam FC, na namba zake ni hizi ambazo tutazitazama. Michezo aliyocheza hadi sasa ni michezo 27, hii kimaanisha kwamba alikosekana katika mchezo mmoja tu, kwa sababu mpaka sasa matajiri wa jiji washacheza michezo 28. Dakika alizocheza ni 2283, magoli 4, asisti 13, lakini kadi za njano 6. Kadi nyekundu amekuwa akiziona tu wenzake akipewa, lakini yeye hajawahi kuoneshwa. Kwa namba hizi zinakupa taswira gani, Kinga Mkono? Kwa kiungo kama huyu kutengeneza magoli 13 ni magoli mengi sana. Kwa hiyo ni magoli mengi sana aliyotengeneza, magoli 13 ambayo watu wote wanahitaji kuona magoli kama haya kwa timu zao. Hasa sasa hivi ukiangalia mafuadi wa timu za Yanga, Simba wamefunga magoli machache, magoli chini ya 15 mpaka sasa hizi, unaona viungo ndio wamefunga magoli. Yes, kiungo. Kwa hiyo unaona washambuliaji, kwa hiyo nafasi ya kiungo kama huyu kuwa mtengenezaji, kuwa mpishi kwenye timu ndio mtu anachokihitaji. Kwa hiyo unawaona hao wanamzungumza kwa sababu wanaona hizo takwimu, na bado akipata nafasi zaidi inawezekana sasa hivi angefunga goli nyingi. Labda kocha wa Azam ameamua kumshusha kidogo majukumu yake, kumtaka awe anatengeneza zaidi, kwa sababu msimu uliopita alifunga sana magoli. Kwa hiyo msimu huu ametengeneza sana magoli. Magoli 13 ni magoli mengi sana. Kwa maana amehusika katika magoli 17 moja kwa moja. Japo hajazifikia namba za msimu uliopita, lakini namba zake zimeonekana kuwa ni nzuri. Lakini tukitazama sasa kwa upande wa michezo ambayo imeweza kusalia, tutaweza kushuhudia hapo ratiba yake na tuweze kuitazama. Tumesikia pia kile ambacho Boimanda aliweza kukizungumzia hapo, na naambiwa kwamba hilo halijawa tayari. Lakini kwa sasa basi Kinga Mkono ni kushukuru kwa kile ambacho tumeweza kuzungumza kwa muda huu. Amna shaka. Naam, shukrani sana. Huyo ni mchambuzi wangu Kinga Mkono, kama ambavyo umeweza kumsikia hapo akitupitisha katika hili ambalo linamhusu Faisal Salum Feitoto. Mimi ni Akida Kilango, huu ni Mshike Mshike, nitarejea. Niko karibisha tena katika Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Dabi ya mashemeji Gor Mahia na AFC Leopards imemalizika kwa sare ya kufungana goli 1-1, mchezo uliopigwa leo mchana dimba la Homa Bay huko Kenya. Katika mchezo huo ulioonyeshwa mbashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV, Gor Mahia ilikuwa ya kwanza kupata bao dakika ya 31 lililofungwa na Austin Odhiambo. Kwa upande wa bola kusawazisha la AFC Leopards limefungwa dakika ya 50, mfungaji akiwa ni Brian Wanyama. Sare hiyo inawavuta shati Gor Mahia katika mbio za kuwania ubingwa wakiwa na alama 55 nyuma ya vinara Polisi wenye alama 61, huku timu zote 18 katika ligi kuu soka Kenya zikiwa zimeshacheza michezo 32 na kusaliwa na michezo 2 pekee. Na hiki ndicho ambacho kimezungumzwa na makocha wa Gor Mahia lakini AFC Leopards baada ya kukamilika kwa mchezo huo. I think lack of concentration in defense costed us. Kukosekana kwa umakini katika safu yetu ya ulinzi ndio kuliotugharimu. Kama unakumbuka, katika mchezo uliopita tuliruhusu goli kupitia mpira wa kurusha, na leo tena tumeruhusu goli kupitia mpira rahisi wa kutenga. That we can work on going forward, but I'm very disappointed because this is a match we had really planned. Nadhani ni jambo ambalo itabidi tulifanyia kazi, lakini matokeo haya yamenisikitisha sana, kwani tulijipanga kushinda, tulitangulia, lakini baadaye mambo yalibadilika. In the defense, it's sad for us, and I think it's sad. Naweza sema first half players waliingia sili kwa panic, kama wameingia panic mood. Nikamwambia Karoli Desi, nikamwambia heri tufungwe lakini tusipanic. Afadhali tuko tumefungwa lakini tunacheza ball, tumeweza kucheza kwenye to enjoy ball, to keep ball. Hiyo ndio strong point yetu, keep ball. Sasa kama tunapata possession kila time, na kwa sababu sisi tumechange vitu, na si kawaida yangu, si kawaida timu uchezemi kufanya hivyo. Sasa nikwambia tulipale ndani tutulie, then to attack more, tuache kuangalia tumeogopa, tuache kuangalia tuna sit back, tuende for goals. Na ndani pia at least imetusaidia kwa to attack more the wide areas, kwa aggressive, kwa nini then nilikuwa nimeona pia ukiangalia first half Gor pale katikati walikuwa so aggressive, na walikuwa na win a lot of second ball, does a lot, walikuwa na win up katika, kwa lazima pia nifanye nini, nilisukume timu yangu pia at least hapo katikati pia wako tough, ndio tuanze kumajini nao strength yao. Kocha Mbani huyo wa AFC Leopards akizungumzia mchezo wa dabi ya mashemeji ambayo imemalizika kwa sare ya kufungana goli 1-1. Tukitazama mengine katika Mshike Mshike, kikosi cha KMC FC kimeingia kambini leo kujiandaa na michezo 2 iliyosalia katika ligi kuu ya NBC dhidi ya Mashujaa FC na baadaye watakipiga dhidi ya Pamba Jiji. Ligi inaelekea mwishoni, na
kwenye msimamo hatupo katika eneo zuri, maana yake tunatakiwa tushinde katika hii michezo miwili, tushinde angalau mchezo mmoja kwa ajili ya kujiweka eneo zuri. Kwa hiyo tunaanza program rasmi kwa ajili ya hiyo michezo miwili. Naamini walimu wataona kile ambavyo vilionekana venye madhaifu watarekebisha, na vile ambavyo waliviona kama ni strengths basi watavibeba kuelekea katika hii michezo miwili. Tunaamini tuna nafasi ya kufanya vizuri na tunaamini tuna nafasi ya kubaki ligi kuu. Msimu huu ushindani umekuwa mkubwa sana kwa sababu kila timu ilikuwa imejipanga kabla ya msimu kuanza, na baadaye msimu ulivyoanza tuliona kila timu ilikuwa imejiandaa vizuri, lakini kitu kizuri kwa upande wetu ni kuwa mpaka sasa tumeshazijua timu ambazo zinashuka daraja. Kwa hiyo sasa sisi mapambano yetu ni kutoka kucheza playoff, na tunafahamu kama tutapata alama moja dhidi ya Mashujaa au Pamba basi tutakuwa tumejiondoa rasmi kwenye timu ambazo zitacheza playoff. Mimi nadhani wao ndio Mashujaa. Kipindi ambacho tulikuwa tunapitia kipindi kigumu, kipindi cha transition, walikuwa pamoja na sisi kwa udogo wao, lakini walikuwa wanatupa support, walikuwa wanakuja kwenye mechi zetu, na mwisho wa siku tumeweza kupambana mpaka leo tunatafuta alama moja tu kwa ajili ya timu yao kusalia ligi kuu, na niwahakikishie kwamba timu yao itasalia ligi kuu na msimu ujao watakuja kuenjoy mwingi. Kuelekea mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, baadhi ya mashabiki wa Yanga Sports Club katika kijiji cha Mitonji, halmashauri ya wilaya ya Masasi Mtwara, wamesema wana matarajio makubwa ya ushindi katika mechi hiyo. John Kasembe ametuandalia taarifa hiyo kutoka Masasi. Ni safari ya vijiji vya wilaya ya Masasi mkoani Mtwara iliyonikutanisha na mashabiki wa Yanga wakiwa na hamu kubwa ya kueleza matarajio yao kuelekea mchezo huo wa fainali waliopo katika kijiji cha Mitonji. Hapa wakapaza sauti zao. Fainali naijua kabisa, nini nimeiona fainali tunachukua Yanga. Mimi ni shabiki lia wa Yanga kwa sababu huyo Singida namfahamu vizuri sana, na anajua kabisa kila nikikutana na mimi siwezi kumuacha. Mpinzani au mtani wangu amenikimbia kabisa, anajua kabisa nini kilitakiwa kumkuta yeye. Sasa kwa sababu yeye amenikimbia kwenye fainali hii, namtaka mpaka huko kwenye NBC, namfuata huko. Nitagairi kuto kucheza, lazima nicheze fainali. Singida anakaa bila wasiwasi kabisa. Hawa Singida sisi kila mwaka tunawaweza, na isitoshe ni ndugu zetu, unaona. Kwa hiyo hawa Singida yani kivyo vyote sio kutuachia, na uwezo wetu unafanya kazi, tunawaweza, tunachukua ushindi goli 3 wanakaa. Yanga bingwa bila wasiwasi. Yanga bingwa. Hatuna mpinzani bila wasiwasi. Tuna wanangu na wajua. Na duka ya buya pale. Chama mwenyewe siwaambie. Dube usiseme. Kama namba 9 usiseme kama Dube. Mtoto anajua mpira yule. Na mambo yangu Pakome profesa ndio mwenyewe hapa. Profesa Zwazwa. Hiyo hatari baba. Singida hawana kitu. Nimewamaliza. Kama Singida nimewamaliza dakika 15 naweka kitu. Naweka goli 3 bila. Yanga daima kwa mbele. Hawa ni mashabiki wa Yanga waliopo katika kijiji cha Mitonji, halmashauri ya wilaya ya Masasi mkoani Mtwara. Namna gani wameeleza matumaini yao kuelekea fainali hiyo. Kutoka hapa mimi naitwa John Kasembe, Azam Sports Mtwara. Baada ya kutoka Mtwara tuelekee sasa Singida, ambapo Singida Black Stars imesisitiza kulitaka taji la kombe la shirikisho la CRDB Bank, na sasa wapo katika maandalizi ya kuelekea fainali ya michuano hiyo dhidi ya Yanga Sports Club, kwani itakuwa ni fainali ya aina yake. Niseme tu kabisa kwamba kama technical tumefurahi, tumetimiza malengo yetu mpaka sasa hivi kufika fainali, kumfunga timu kama Simba ambaye ni mwana fainali wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo tunafurahi kwamba ni kazi nzuri ambayo tumeifanya. Nipongeze kwa wachezaji, pongeze kwa management na hata kwa mashabiki wetu pia ambao wapo na siku zote ambazo tunapambana viwanjani. Sisi hakuna kingine kinachobaki zaidi ya kuchukua kombe. Kombe hili tunasema kabisa kama tumeweza kumfunga mwana fainali Simba Sports Club, hata fainali tunaenda kuchukua kombe na kurudisha Singida kwenye kabati letu la ambao tumeandaa kwa ajili ya hizo zawadi za tofauti kwenye ligi. Kuna uhaba makombe, kuna uhaba medali. Mpaka sasa tunapozungumza tangia tunakuwa na Singida tuna medali moja tu ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo tunataka tupate na medali za kombe la shirikisho, tuweke na kombe pale ndani. Kwa hiyo tunajua Yanga pia tunaenda kucheza na Dar es Salaam Africa, ni timu nzuri na wachezaji wazuri. Ukiangalia mchezaji mmoja, technical bench, ukiangalia management yao ni wana management nzuri, lakini technical ukiangalia mchezaji mmoja wa Singida, management tulikuwa nao, na hata si upande wa technical tumejipanga kwenda kuchukua kombe lile.
Simba wana kauli moja wanatumia, wanasema ubaya ubwela. Neno lile kwa Kizalamu ni kwamba ubaya umerudi. Sasa sisi tunakwenda kwenye mechi hii tunasema udugu mara, undugu umekufa. Watu wanasema sisi marafiki na Yanga, tuna ukaribu huo, hatukatai. Si kama Singida tuna urafiki na karibu vilabu vyote vya ligi kuu. Lazima uwe una urafiki na vilabu tofauti tofauti ili uweze kujifunza mwenzio kasogea wapi na amefanya nini, ili na wewe uweze kujifunza vitu vingi. Kwa hiyo kwenye hili sasa, kwenye finali hii tunasema udugu mara, udugu umekufa. Tunakwenda kwenye finali kuchukua kombe ambayo tunaamini kabisa kila mwana Singida anatamani iwe hivyo, kombe lije Singida. Udugu mara ndicho ambacho kimezungumzwa hapo, na muda huu naungana tena na mchambuzi wangu Kinga Mkono kwa ajili ya kuweza kutazama kile ambacho kimetoka kuzungumzwa na mashabiki kule Masasi, lakini pia kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na mmoja wa viongozi hao wa Singida. Kwanza kabisa itakuwa ni finali ya aina gani? Tukianza kwa kutazama namba hizi za Young Africans ambao wameweza kuruhusu mabao mawili tu katika michezo yao yote katika kombe la CRDB Bank. Ukiwaangalia Yanga wamefika finali, wanaenda kutetea kwa msimu wa 4 nadhani. Kwa hiyo unaona Yanga wana kila sababu ya kwenda kufika hapo walipofika. Wanakuwa na timu bora, wameanza vizuri na wamemaliza vizuri, wakiwa na rekodi yao nzuri ya kuruhusu goli 2 tu na wanafunga goli nyingi. Kwa hiyo Yanga imejithibitisha kwenye mashindano. Kwa hiyo Singida anayekuja anakuja kutafuta michezo mitano, magoli 20, wastani wa magoli 4 katika kila mchezo mmoja. Ndio maana nasema Yanga ina washambuliaji ambao wana uwezo wa kufunga magoli mengi. Unaona, na beki yao ni imara. Kwa hiyo kwenye finali naamini watataka kuendeleza ile rekodi yao nzuri walikuwa nayo. Kwa hiyo nawaona Yanga wakitaka kuambia watani zao kama mlitukimbia, lakini tutathibitisha kwamba sisi ndio wenyewe na sisi tunajitetea tena kombe letu kwa mara ya 4. Tunaweka rekodi mpya ya kuchukua kombe hili mara 4 mfululizo. Tukitazama sasa kwa upande wa magoli ya kufunga, tumetazama na magoli ya kufungwa. Lakini hata Singida nao tukitazama nambari zao, utaweza kuona ni timu ambayo kwa magoli ambayo imeweza kuruhusu ni goli moja pekee ambalo amefungwa katika mchezo wa nusu finali pale Tanzanite kwa Raha dhidi ya Simba Sports Club, lakini wakishinda kwa mabao 3-1. Nao pia inaonyesha kwamba safu yao ya ulinzi iko vizuri. Safu ya ulinzi ya Singida kwenye mashindano yao iko vizuri na imeonyesha ubora wake kwa ukiwaangalia kwenye mechi zao walizocheza zote hawajaruhusu goli. Kwa hiyo kocha wao amefanikiwa kutengeneza ukuta imara, na vile vile washambuliaji wake wanatumia nafasi chache wanazozipata kufunga magoli. Hata ukiangalia kwenye mechi ya finali walitengeneza nafasi zao chache, wakazitumia hizo nafasi zao 3 wakafunga, kati ya zile nafasi zao 5 nadhani kama sio 6 walitengeneza kwenye mechi ya finali ya nusu finali. Unapokwenda kucheza na timu ambayo wao wamefunga magoli 12 pekee, lakini wapinzani wote wameweza kuona katika michezo mitano wamefunga magoli 20. Hii itakuwa na mzigo kiasi gani kwa kikosi cha David Ouma kuweza kuhakikisha basi wanapata walau taji la kwanza, kama ambavyo kiongozi wao ameweza kuzungumza, hawana mataji zaidi ya medali pekee? David Ouma na Singida Black Stars, wao Big Stars wana mtihani kwanza. Historia inawafunga dhidi ya Yanga. Hawajawahi kumfunga Yanga kwenye mechi zao nyingi walizokutana za ligi hata za kirafiki. Hawana rekodi nzuri dhidi ya Yanga. Kwa hiyo unawaona wanaenda pale wakiwa kama timu ya pili. Kwa hiyo kwa sababu ni finali, na finali ya kombe la CRDB Federation mara nyingi waga inatoaga matokeo ya kushangaza kwenye finali. Kuna timu ambayo watu lipule wa kuitegemea lakini ikachukua ubingwa. Umeona? Kwa hiyo kuna wakati nakuletea bingwa ambaye umtegemei. Unaona? Kuna wakati nakuletea mshindani ambaye umtegemei. Kwa hiyo kwa sababu ni finali, lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo naamini Singida wakijipanga vizuri, basi wana nafasi kubwa ya kuja kuchukua ushindi. Na tukitazama pia katika hili Singida, wakati huo ilikuwa ni timu nyingine, lakini jina Singida lilakuwa hapo, ilikuwa ni Singida Big Stars. Walicheza katika mchezo wa finali na kupoteza kwa bao 1-0. Inawezekana pia wakahitaji kuweza kulipa kisasi kwa ajili ya ndugu zao. Kabisa, ndio maana nasemaje, finali hii waga inatoaga matokeo ambayo matokeo yasiyotegemewa, kwa sababu mtu anapokuja kwenye finali kama Yanga anaweza kusema mimi kwa sababu nina rekodi nzuri zidi ya Singida akaridhika. Au kama Simba alienda kwenye mechi yake nusu finali na Singida akiwa na rekodi nzuri ya kumfunga Singida, lakini kwenda pale mambo yakabadilika. Kwa hiyo hata Singida kwa sababu wao wanatafuta rekodi mpya na hawana cha kupoteza, washajihakikishia kushiriki mashindano ya kimataifa, zaidi watakwenda pale kufurahia mpira, kucheza mpira, kutafuta nafasi na kutafuta rekodi mpya ambayo wanataka kuiandika kwenye historia ya timu yao ya Singida Big Stars, kwamba washinde. Kinga Mkono, kwa kuwa umewazungumzia Simba si vibaya na pia tukaangalia rekodi yao, kwa sababu toka mara ya mwisho walivyoifunga Young Africans katika mchezo huu wa Julai 25, 2021 walipofunga Young Africans, katika michezo yote iliyofuata walipoteza katika hatua ya nusu finali. Walifanya hivyo dhidi ya Azam FC,
wakaja katoka pia katika nusu finali dhidi ya Young Africans bao la Faisal Salum, lakini walitolewa katika hatua mzunguko wa 4 dhidi ya Mashujaa, ilikuwa ni 1-1 kwenye penalty, wakapoteza kwa 6-5 na mchezo wa juzi wamepoteza kwa mabao 3-1. Wakati mwingine unajua unaweza kujipa mwenye pressure kwenye haya mashindano. Unajua ile historia inakusumbua wakati mwingine. Kama ilivyokuwa inawasumbua historia ya robo finali kwenye mashindano ya CAF. Ikawa historia tena imekuja inawasumbua sasa hizi. Kwa hiyo 2000 na walivyoshinda 2021 mpaka leo ni kipindi kirefu, almost miaka 4 imepita. Hawajarudi kwenye mashindano na hawajachukua ubingwa. Kwa hiyo wana pressure kubwa nyuma yao, wana matamanio. Kwa hiyo wakati mwingine ukiingia na matamanio sana, unajikuta unabeba mzigo mwingine ambao unakuondoa umakini wa kiuchezaji na unajikuta unaruhusu kufungwa. Kwa hiyo sababu wapinzani wao wengi ukiwaangalia wakati huo wanakuwa wao Simba wanaonekana kuwa bora kuliko wapinzani wao, lakini wapinzani wanakuja kutumia nafasi ya wale Simba kujiamini zaidi wao kupata matokeo. Unaona? Kwa hiyo Simba wanapaswa kukaa chini, wajipange upya, watengeneze timu yao, washushe pressure kwa wachezaji wao, wajiwekee malengo yao ambayo watatafuta kidogo kidogo kuyafikia, kuliko kujibebesha mzigo mkubwa kwa kiasi ambacho mnapokuja kushindwa. Kama juzi unaona finali ya Zanzibar imewapelekea, yani unaona timu kama haikuwa uwanjani. Kwa hiyo wakajikuta wanaenda kupoteza mechi hii ambayo walistahili kushinda na wangeingia kwenye finali. Kwa matokeo yaliyotokea katika ligi kuu, tunahisi nini kwa upande wa Young Africans lakini pia Singida Black Stars? Kwa matokeo yaliyotokea, Young Africans anastahili anaonekana ni mshindi kwa sababu amemfunga goli 9 msimu huu kwenye ligi kuu. Amemfunga 5 akamfunga 4. Kwa hiyo unaona bado Yanga yuko juu ya Singida. Tena 4 bila 5 bila. Kwa hiyo Singida ana wajibu wa kujibu hiyo rekodi kwamba sasa huku kwenye mashindano mimi ninaamini na ufalme wangu na nimetengeneza huku. Kwa hiyo nataka niwaonyeshe Yanga kwamba mimi niko bora kwa kiwango hiki. Kwa hiyo nahitaji kushinda hii mechi. Na akishinda hii mechi inamfanya amefuta rekodi mbaya ya msimu ya kufungwa mechi 2 zote za ligi kuu. Kwa hiyo naamini David Ouma na vijana wake na benchi lake la ufundi wataweka ile historia na undugu wao unaodhaniwa ni undugu wao, kwa sababu kabla kwenda finali, kabla kwenda kwenye nusu finali walicheza mechi ya kirafiki. Kwa hiyo wataweka mbali undugu huo, basi pale watu wakaonyeshe mpira, wakaonyeshe kiwango. Wachezaji wanao Singida, wana wachezaji bora kabisa, mmoja kwa timu. Kwa hiyo ni kujipanga vizuri na kwenda kutumia nafasi watazozipata wapate ushindi. Kwa mujibu wa hali ilivyozoeleka katika kombe hili la shirikisho, TFF imekuwa ikiupeleka mchezo wa finali katika sehemu mbalimbali. Wewe kama kinga mkono, kwa maoni yako, unahisi mkoa gani safari hii inabidi waweze kupewa finali kama itawapendeza TFF? Siku hizi tunaangalia sana pamoja na kupewa kwenye mikoa, tunaangalia mikoa yenye viwanja vizuri. Ningetamani kuona Mwanza inachezwa finali. Kwa hiyo ingekuwa sehemu nzuri ambayo Mwanza ingechezwa finali. Unaona Kwa sehemu nzuri. Waingereza kwenye finali za FA wenyewe wanapeleka, mara nyingi wanapeleka Wembley. Kwa hiyo sisi labda tungesema tupeleke kwa Mkapa, lakini Mkapa kwa sababu una mashindano mengine anakuja, hatuwezi kubebesha mzigo. Kwa hiyo wakipeleka Mwanza nao sio sehemu mbaya ambao watu wanaweza kwenda kuenjoy mpira, mazingira mazuri na uwanja ule ukirekebishwa kidogo utakuwa tayari kwa ajili ya mashindano. Kwa hiyo itakuwa finali ya kupendeza vile vile. Nikushukuru sana Andrew Kinga Mkono. Asante. Naam, huyo ni mchambuzi wangu Andrew Kinga Mkono, umemsikia akitupitisha hapo katika hili linalohusu mashindano haya ya CRDB Bank Federation Cup, ambapo ni wazi sasa mchezo wa finali utakuwa ni unawakutanisha wananchi watakaokipiga dhidi ya Singida Black Stars. Kabla tujaelekea mapumziko, nikufahamishe yale ambayo tutayafahamu mara tutakaporejea hapa. Na mashabiki wa soka wafunguka matumaini yao kuelekea kombe la dunia ngazi ya klabu ambalo tutalishuhudia kupitia hapa Azam TV. Nikukaribishe tena katika mshike kama ndo kwanza unajiunga nami, mimi ni Akida Kilango. Na nikupitishe katika kile ambacho tumeweza kukuuliza kupitia katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tulikuuliza kuelekea msimu mpya wa vitasa, je, ni mabondia gani ungependa wazichape ulingoni mwezi Julai mwaka huu? Swali lilikuwa ni hili kutokana na vitasa kurejea tena ndani ya Azam TV. Tuanze kutazama kilichotuandikia kupitia Instagram. Huyu ni DJ Majid Hassan Mvula, anasema pambano la Kiduku na Mwakinyo huwa lina matambo sana kuliko vitendo. Promota, fanyeni namna hili pambano tuje tulishuhudie. Huyu anasema mshindwe nyie tu. Lakini Patrick Frank anasema Dula Mbabe na Mwakinyo itapendeza sana ili kukata mdomo. By Patrick kutoka Dar es Salaam Salasala. Lakini Tai I am James anasema rematch kati ya Shaban Kaoneka na Karim Mandonga
aisee, moto utawaka mno na tutaenjoy sana nje ya ulingo na ndani ya ulingo. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram. Lakini sasa tutazame katika kurasa zetu nyingine. Tutazame Facebook. Chata Black TZ anasema, binafsi mimi napenda kuona mabondia wa Kitanzania wakipigana na mabondia kutoka nje, kwa sababu naamini kuna vitu watajifunza zaidi, kwa sababu hata dereva ili uwe dereva uliyekamilika, licha ya kusomea darasani, lazima uingie barabarani. Isaac Lungu anasema, napendekeza pambano kati ya Hassan Mwakinyo na Twaha Kiduku kwa sababu lina mvuto mkubwa kwa mashabiki wa ndondi Tanzania. Pia kuandaa mapambano ya vipaji chipukizi kutoka mikoa mbalimbali kutasaidia kukuza mchezo huu kitaifa. Bakari Saria B-Boy kutoka Kocha Kindo Moshi anasema, Tony Rashid versus Ibrahim Class, Mfaume versus Kidunda, Twaha Kiduku versus Mwakinyo. Bakari amehitimisha kwa kusema hivyo. Lakini tugeukie sasa X, zamani Twitter. Amos Kiswaga, kwa upande wangu natamani kuona pambano la Twaha versus Mwakinyo, full stop, amehitimisha hivyo. Lakini huyu mwingine ni Noir Kuria anasema, Ibrahim Class na Mwakinyo nitafurahia sana. Lakini Tito Mahagama toka Uhekule Njombe anasema, mimi ningependa Twaha Kiduku akutane na Mwakinyo, tulione hilo pambano. Hayo ndiyo maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali, ikiwa inahusu kile ambacho tuliweza kukuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali. Lakini tukiendelea kutazama mengine hapa katika mshike, chama cha waamuzi wa soka Tanzania FRAT kimetoa mafunzo na watu 352 kutoka mikoa 20 kati ya 26 wamefanya mtihani ngazi ya awali, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa agizo la Rais wa Shirikisho la Soka Tanzania TFF Wallace Karia. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa FRAT Emmanuel Chaula wakati akitoa taarifa ya utekelezaji wa chama hicho wakati wa mkutano mkuu ambao umekwenda sambamba na uchaguzi wa viongozi uliomfanya Chaula aendelee kuwa mwenyekiti wa FRAT. Hao wanafunzi waliofanya mtihani, tusaidieni kuwahamasisha, kuwapa mazoezi na kuwashirikisha kwenye michezo ile ya ngazi ya awali. Huko kwetu kuna UMITASHUMTA, kuna UMISETA, kuna michezo ya kirafiki inayoratibiwa na wilaya zetu huko. Kwa hiyo tuwatumie sana hao, tuwahamasishe, wachezeshe, tuwasimamie. Mwisho wa siku hao ndio wanachama wetu, na tukifanikiwa kufanya hivyo tutapata wanachama wengi, na hiyo itakuwa na maana kuinua kipato cha chama chetu. Kama tunapozungumza masaa 72, kunatakiwa kuwe na waamuzi ambao wamebobea kuweza kulead wajumbe kuweza kuelewa. Lakini kama chama tunaweka zaidi katika chama cha waamuzi, tunakeka zaidi katika mafunzo na kuelimisha na kutoa vipaji kutoka huku chini. Lakini hilo nafikiri limekaa katika mfumo huo. Kamati ya waamuzi, bodi ya ligi zinatizama katika high level ya mpira wetu. Nao waamuzi wa center ni wengi sana, na FIFA referee 3 Malogo, lakini nao kina Mwinchui, nao kina Smabena, nao Marimdoe. Ukisema malaini na watatu, tuna Neema Mwambashi, Ramazani Kiloko pamoja na huyo Mohamed Mkono. Mohamed Mkono amejipambanua sana. Kwa kweli namshukuru sana. Ni mtu ambaye anabeba bendera ya Tanga vizuri. Mtu ambaye anachezesha mechi za dabi zaidi ya 20 na hana matatizo makando yoyote. Kwa kweli namshukuru sana katika hilo. Lakini hawa wengine sio kwamba wanafanya vibaya, wanafanya vizuri, na inshallah tutapata wengine wa FIFA zaidi ya Mohamed Mkono na 3 Malogo. Timu ya soka ya taifa ya wanawake Twiga Stars imeendelea kujinoa kuelekea mchezo wake wa kirafiki ambao utakuwa ni wa pili dhidi ya DR Congo kwenye uwanja wa Azam Complex Dar es Salaam kuanzia saa 2 kamili usiku. Akizungumza na mshike, kocha wa Twiga Stars Bakari Shime amesema ingawa ana majeruhi kikosini kutokana na mazoezi mazito ya kujiandaa na WAFCON, lakini anaamini watafanya vizuri. Matayarisho yanakwenda vizuri. Tangu mara baada ya mchezo uliopita tumeanza matayarisho ya mchezo mpya, na kila kitu kwa ajili ya mechi hiyo kinakwenda vizuri. Ni matumaini yangu kwamba mpaka kufikia kesho, tuna muda mrefu pia bado, mechi itakuwa usiku, kwa hiyo mpaka kufikia muda huo zile sehemu chache ambazo labda tunazifanyia kazi na zingine zitakuwa ziko vizuri, lakini yote kwa yote itoshe kusema kwamba tumejiandaa vizuri. Hichi ni kipindi ambacho sisi tunafanya matayarisho kwa ajili ya WAFCON, kwa hiyo uzito mazoezi
unachangia baadhi ya wachezaji kupata maumivu. Kwa hiyo wako baadhi ya wachezaji wachache ambao wana maumivu, wengine wamekuwa kirecover ambao kwenye mchezo uliopita labda hawakuwepo, lakini kwa ujumla hali sio mbaya. Tuna kikosi kipana kwa sasa, bado hatujafanya mchujo wa wachezaji, kwa tuna wachezaji wengi ambao kupata wachezaji 11 ambao wataanza haiwezi kuwa ni jambo gumu. Kwa hiyo majeruhi ni wa kawaida, ni majeruhi ambao wanapatikana wakati wa matayarisho. Na nikukumbushe katika mchezo wa kwanza Twiga Stars ilipata ushindi wa mabao 2-1, mabao yote ya Twiga Stars ikiwa imefungwa na Clara Luvanga. Tukitazama taarifa nyingine, mwanamichezo bora wa kike Aisha Masaka anayechezea timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania na klabu ya Brighton ya England ametoa shukrani kwa wote waliomwamini na kumchagua kushinda tuzo zilizoandaliwa na Baraza la Michezo la Taifa BMT. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii tuzo. Pia nashukuru Baraza la Michezo Tanzania BMT kwa kuandaa hizi tuzo. Nimekuwa miongoni mwa wanamichezo ambao wametunukiwa hizi tuzo na Baraza la Michezo Tanzania, na kwangu mimi ni kwa mara ya kwanza kuchukua hii tuzo. So nawashukuru sana BMT na watu wote walioshiriki kuandaa hizi tuzo. Wachezaji wa kike ambao wanatamani kuwa kama mimi, sasa wachezaji wa kike wadogo, na washauri kwamba kwenye maisha hamna kukata tamaa na kila kitu kinawezekana. Mwenyezi Mungu kama amekupangia kupata kitu fulani au kufikia ndoto fulani, amini kwamba inawezekana, hamna kinachoshindikana. Kwa ninachowashauri ni kwamba wajitume kwa nguvu na waamini katika uwezo wao, wamwamini Mwenyezi Mungu. Kila kitu kinawezekana na watazifikia ndoto zao. Wakati huo huo, Aisha Masaka amesema maandalizi kuelekea mechi ya hisani aliyoiandaa na kwenda vizuri tayari kwa mechi itakayochezwa Juni 8 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Nimeandaa tamasha tarehe 8 mwezi wa 6. Tamasha ambalo linaenda kufanyika kwa mara ya kwanza. Naenda kulifanya kwa mara ya kwanza. Nafikiri kwa mchezaji wa kike ambao halijawahi kufanyika. Nimeona limefanyika kwa wanaume, anafanya Samati na Alikiba. Kwa upande wa kike ninaenda kufanyika kwa mara ya kwanza. Tumeliandaa tamasha ili mimi na mwenzangu Frida. Ni tamasha linalohusu mpira wa miguu mwaka huu. Tunawaomba wadau na mashabiki wajitokeze tarehe 8 Jumapili katika uwanja KMC Complex, waje watu support. Support yao ni kubwa sana kwetu, tunahitaji support ili tukamilishe hili jambo, na lengo la hili tamasha ni kukusanya kile ambacho tutakachokipata kwenye hiyo tamasha ili tukasaidie. Tuna mradi ambao tumeuandaa huko Lindi, tunaenda kujenga vyuo vya shule. So kitakachopatikana kwenye hilo tamasha ni kurejesha kwa jamii kama ilivyo kawaida katika matamasha mengine. So tunawakaribisha wadau, mashabiki, wana michezo wote waje KMC, na tiketi zinapatikana katika Nilipe app, na tiketi ni affordable kwa kila Mtanzania, ni shilingi 2,000 kwa mzunguko na ni shilingi 20,000 kwa VIP. So tunawakaribisha sana. Michuano ya Kombe la Dunia kwa klabu itakayoanza Juni 15 mwaka huu imekuwa na mjadala mkubwa kwa wadau mbalimbali, huku baadhi yao wakitoa maoni yao juu ya klabu za Afrika. Kupitia michuano hiyo, dunia itashuhudia nyota wa Kitanzania Suleiman Mwalimu akiwa na timu yake ya Wydad Casablanca. Ni vilabu ambavyo vimekuwa na mafanikio bora kwenye CAF Champions League. Yes, katika miaka kuanzia mwaka 2020, 21 mpaka 23. Na klabu ya mwisho kabisa qualify ilikuwa ni kati ya TP Mazembe na Esperance ambao ndio walikuwa wamebakia. Sasa TP Mazembe alivyoshuka, then mafanikio yakawa kwa Esperance, ndio maana ameingia katika hiyo nafasi ya 4. Tunasema wanaweza kufanya vizuri. Sababu ya kufanya vizuri ni kwamba ni investment ambayo tunayo. Ukiangalia Al Ahly wanafanya investment kubwa sana kwenye mpira, kuanzia kwenye miundombinu. Vile vile wanasajili, sasa hivi tunaona mara nyingi Al Ahly wanasajili wachezaji kutoka Ulaya pia. Kwa sisi bado, lakini tunaona wao wanafanya vile. Wachezaji wanatoka labda France, wanatoka Spain, wanakuja kucheza tena Al Ahly. Ilikuwa ni ndoto ya klabu nyingi za Afrika kucheza klabu bingwa ya dunia. Hatimaye wameona watengeneze
kitu kimoja kikubwa zaidi kuliko kile cha nyuma ambacho kilikuwa kikifanyika, kwa sababu nyuma walikuwa wakichukua klabu bingwa ya Afrika moja, ya Ulaya moja, umeona, mchanganyiko ndio zinaenda compete. Sasa hivi wamechukua vile vilabu bora, ni vilabu bingwa bora. Majianti wa mpira wa miguu kwa bara la Afrika wote wameenda kushiriki haya mashindano. Kwa hiyo matumaini kwamba watafanya vizuri au watafanya vizuri, mimi na imani, kwa sababu kama Al Ahly ni timu ambayo ishashiriki haya mashindano mara kibao. Kwa hiyo nina uhakika kwamba kuna kitu kitaonekana kutoka kwenye bara la Afrika, kwa sababu hata ukiangalia mpira wetu kwa sasa ni mkubwa zaidi. Mfano tu ukijaribu kuangalia mashindano ya UEFA ambayo yalichezwa msimu huu kwa bara la Ulaya na bara la Afrika, mashindano ya klabu bingwa. Mashindano ya klabu bingwa Afrika yalikuwa na mvuto zaidi kuliko hata mashindano ya bara la Ulaya msimu huu. Kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, cha msingi ni kulipia 28,000 mapema ili uepukane na usumbufu wa kimtandao. Tupate mapumziko mafupi, nitakaporejea bado yapo ya kukufahamisha hapa katika Mshike Mshike. Nikukaribisha tena katika Mshike Mshike, bado upo na Akida Kilango. Mkoa wa Tabora umezindua mashindano ya umoja wa michezo kwa shule za sekondari UMISETA ngazi ya mkoa, ikiwa ni sehemu ya kujiandaa kuchagua wachezaji watakaounda timu ya mkoa. Wanafunzi 120 wenye vipaji vya aina mbalimbali vya michezo ndio watakaounda timu ya mkoa itakayosafiri kwenda mkoani Iringa baadaye mwezi huu. Juma Kapipi ametuandalia taarifa ifuatayo. Mashindano ya UMISETA ngazi ya mkoa yamezinduliwa hapa katika shule ya sekondari ya Tabora Boys, ambapo yamejumuisha wanamichezo zaidi ya 960 kutoka katika halmashauri 8 za mkoa wa Tabora. Afisa elimu mkoa wa Tabora Upendo Roemamu anasema mkoa wa Tabora umejipanga vilivyo kwenda kuleta heshima katika mashindano hayo ya UMISETA ngazi ya taifa. Na tumejipanga, tuko makini. Unapocheza tunaangalia ujuzi wako, uwezo wako, tunaushindanisha. Lakini wakati huo tunashindanisha huo uwezo, tunaangalia pia nidhamu yako ikoje, na ukipambana uweze kuingia kwenye timu ya mkoa ya wanafunzi 120. Michezo oye! Mkoa wa Tabora tuna rekodi nzuri katika mashindano haya, kwani katika miaka 5 mfululizo mkoa umekuwa ukishika nafasi ndani ya 3 bora kitaifa, na mwaka jana mwaka 2024 tumeshika nafasi ya 2 kitaifa katika ushindi wa jumla. Akifungua mashindano hayo ya UMISETA, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ACCP Richard Abwao akatoa wito kwa wasimamizi wa mashindano hayo kuchagua wenye vipaji kwa haki ili kupata wachezaji wanaostahili. Haki na uzalendo katika uteuzi wa timu utendeke ili tupate wanamichezo wenye vipaji ambao wataunda timu bora itakayoshindana vyema katika ngazi ya taifa na kutuletea ushindi. Ninaamini katika uchezaji huu naweza kushinda, maybe naweza nikachaguliwa hata kushiriki mashindano ya taifa. Nimejiandaa vizuri sana kuweza kushiriki na kuweza kupambana kwa wilaya yangu, na mimi binafsi kuweza kuchaguliwa timu ya mkoa. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Na nikukumbushe tu kwamba penalty ya mgeni rasmi siku zote huwa haidakwi. Klabu za Simba, Yanga na Azam FC zimetumika kama chachu ya kuibua na kuhamasisha michezo kwa watoto wenye mapenzi na klabu hizo. Hayo yamejiri wakati wa ligi ya kufungia shule katika shule ya awali na msingi ya Morning Star ya Ilemela mkoani Mwanza, ambapo watoto hao wameeleza shauku yao ya kuja kuwa wachezaji wakubwa hapo baadaye. Taarifa kamili na Innocent Alois kutoka Mwanza. Ilikuwa ni siku nzuri kwa watoto wa Morning Star. Hapa ni kuelekea ligi fupi ya kufungia shule. Kwa hiyo tumeamua kufunga shule kwa namna moja ya kipekee. Tunatambua kwamba kila kitu lazima kianzie chini, hata nyumba inaanzia kwenye msingi. Kwa hiyo lengo hasa ni hilo, kuwakuza watoto kimichezo na kitaaluma pia. Ni nembo 3 tu za Simba, Yanga na Azam FC ndizo zilizonakshi ligi. Lengo ni kwamba wahamasike kuona kile kinachofanywa na wakubwa katika hizo timu 3 na wenyewe waje kuwa baadaye. Na kama unavyojua, mtoto akipenda michezo, vitu vichafu haviendei sana. Kwa hiyo anakuwa anawaza michezo, anawaza masomo, anawaza ibada. Na kila nembo ilikuwa na timu 2 ya wasichana na wavulana. Nikiwa mkubwa nataka niwe timu ya Azam. Nitakuwa mchezaji mkubwa Tanzania na mkubwa duniani. Naam,
hata mbuyu ulianza kama mchicha. Lakini tunavyowajenga kuanzia utotoni hivi, anakuwa anajua mpira, basi hatosukuma kuingia wapi? Kiwanjani. Tutakuja kupata wana Simba wazuri, wana Azam wazuri, wana Yanga wazuri, hata kimataifa pia. Fainali ikazikutanisha Azam FC na Yanga, lakini mwisho Yanga ikaibuka mabingwa kwa mikwaju ya penalti. Lakini nikukumbushe tu, hii ni kuelekea Kariakoo Derby Juni 15. Tumefunga Azam na Simba tukabeba kombe, na tarehe 15 Simba wachomoki. Leo tumepoteza bahati mbaya, na nawaambia Yanga hivi wajitayarishe kisaikolojia. Yangoswe achiwe ngoswe. Mimi ni Innocent Alois wa Azam Sports Mwanza. Tugeuke sasa mchezo wa tennis. Nyota wa mchezo huo Jessica Pegula anayeshika nafasi ya 3 kwa viwango vya ubora wa tennis duniani kwa upande wa wanawake ameondolewa kwenye michuano ya wazi ya tennis ya Ufaransa, yani French Open, na Mfaransa Lois Boisson anayeshika nafasi ya 361 kwa viwango vya tennis duniani. Boisson mwenye umri wa miaka 22 ameshinda katika seti 2-1, yani 3-6, 6-4 na 6-4 kwenye mzunguko wa 4, huku ni ushindi wake wa kwanza dhidi ya nyota anayetoka ndani ya 50 bora kwa viwango vya tennis. Mfaransa Lois Boisson atapambana na Mrusi Mira Andreeva kwenye hatua ya robo fainali Juni 3 mwaka huu kusaka nafasi ya kucheza nusu fainali ya michuano ya wazi ya tennis ya Ufaransa, yani French Open. Na kwa sasa si vibaya nikakupitisha katika muktasari tukiwa tumefika tamati katika mshike. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni pamoja na haya: tetesi za Faisal Salum kuwindwa na Simba, Yanga, Kaizer Chiefs za waibua matajiri wa jiji Azam FC. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania yajipanga kuelekea dabi ya Kariakoo Juni 15 uwanja wa Benjamin Mkapa. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango, na nikukumbushe kwamba hakikisha unakiwasha kisimbuzi chako kiko vizuri. Kama ni kibovu basi hakikisha kinatengenezwa, na kama hujalipia basi lipia ili inapofika Juni 15 usikose uhondo wa dabi ya Kariakoo, wananchi Yanga wakikipiga dhidi ya Simba, lakini pia kuna mchezo wa fainali kombe la shirikisho CRDB Bank, wananchi wakikipiga dhidi ya Singida Black Stars. Nikutakia usiku mwema.